utakatifu ni vazi lako. Bwana, hakuna aliye kama wewe Yesu. Hakuna aliye kama wewe Yesu. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Tunapaza sauti zetu, tunakuadhimisha peke yako Yesu. Hakuna mtakatifu zaidi yako. Hakuna mwenye huruma kama wewe. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba na rafiki yetu. Rima saraboko ya daramasa kayata. Nimefungua moyo wangu. Niko tayari Bwana. Uguse maisha yangu. Unifungue leo kwa jina la Yesu. Angalia hatima yangu na hatima ya familia yangu kwa jina la Yesu. Mawazo yako ni ya amani, si mawazo ya mabaya. Bwana Yesu, jioni ya leo mawazo yako juu ya maisha yangu na familia yangu yatimie kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu nimefungua moyo wangu. Saa hii kila uzito kwenye moyo wangu yeyuka sasa. Yeyuka achia kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba asante katika jina la Yesu. Sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Alafu naomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Mungu awabariki waimbaji. Naomba tuchukue nafasi zetu. Alafu funika macho yako niombe. Baba, ninakutukuza, asante kwa ajili ya jioni ya leo tena ambayo umetupa. Sema na mioyo yetu Bwana.
tuko tayari kusikia kutoka kwako. Ninaomba Bwana unipake mafuta yako mabichi kwa ajili ya utumishi wako jioni ya leo. Na asante kwa ajili ya sisi tulioko hapa na kwa wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao. Unavyotuhudumia sisi tulioko hapa, wahudumie na wao, maana kwa njia ya imani hakuna umbali. Asante kwa sababu uwepo wako utatufunika leo na utayabadilisha na kuyagusa maisha yetu kupitia neno lako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Tumekuwa na somo ambalo linasema kikombe kilichobeba hatima. Kikombe kilichobeba hatima. Na tumetazama mambo mengi. Nisingetamani kufanya marudio. Niende moja kwa moja kwenye kipengele cha leo ambacho kitatuingiza kwenye maombi maalum. Na kipengele cha leo andika kuwa mwangalifu sana. Kuwa mwangalifu sana. Kuwa mwangalifu sana. Saa unakinywea kikombe. Kuwa mwangalifu sana. Saa unakinywea kikombe. Kwa sababu kikombe hicho hicho unachokinywea kinaweza kubeba makusudi ya Mungu na makusudi ya shetani au ya adui kwa wakati mmoja. Kuwa mwangalifu sana. Saa unakinywea kikombe. Kwa sababu kikombe hicho hicho unachokinywea kinaweza kubeba makusudi ya Mungu na makusudi ya shetani kwa wakati mmoja. So be careful. Saa unakinywea kikombe. Kikombe hicho hicho unachokinywea kinaweza kikabeba makusudi ya Mungu na makusudi ya shetani au ya adui kwa wakati mmoja. Na tunapoendelea kujifunza somo hili, ni rahisi sana nikakwambia baada ya kikombe Mungu anakutengeneza, anakuthibitisha, alafu anakutia nguvu, na ukaishia hapo. Lakini nilipokuwa nasoma Biblia nilishangaa sana kuona kwamba kikombe hicho hicho unachokinywea, saa hiyo unayonywea kikombe, hicho kikombe kinaweza kikabeba makusudi ya Mungu na kikabeba na makusudi ya adui kwa wakati mmoja. Kwa mfano, nilisoma kitabu cha Luka. Andika kitabu cha Luka. Luka sura ya 4. Luka sura ya 4. Na ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 12 na wa 13. Wa kwanza mpaka wa 13. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Anasema hivi: na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Emsema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Kabla sijaendelea nikueleze hapa, maandiko yanaposema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordan, anazungumza siku ile ambayo alienda kubatizwa kwenye mto Yordan
na Yohana Mbatizaji. Na tunaofuatilia maandiko tunajua siku ile alipobatizwa, maandiko yanasema Roho Mtakatifu alishuka juu yake, na sauti ikasikiwa kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Kwa hiyo siku hiyo amebatizwa na akajazwa na Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema baada ya kubatizwa na kujazwa na Roho Mtakatifu, huyo Roho Mtakatifu aliyejaa ndani yake alimuongoza kwenda nyikani kukaa siku 40. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka uelewe kwamba aliongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa angalia mstari wa pili, anasema akijaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeye yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudu Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamuongoza mpaka Yerusalemu. Memsema akamuongoza mpaka Yerusalemu. Anayemuongoza ni nani? Ni Roho Mtakatifu au ni shetani? Anayemuongoza Yesu mpaka Yerusalemu ni Roho Mtakatifu au ni shetani? Twende pamoja. Aliyemuongoza mpaka Yerusalemu ni Roho Mtakatifu au ni shetani? Okay, swali lingine, shetani anaweza kumuongoza Yesu? Muulize jirani, shetani anaweza kumuongoza Yesu? Bwana asifiwe. Nataka uone hapa, anasema akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha aende zake kwa muda. Mwambie jirani yako, explain. Tazama jirani, mwambie explain. Mwambie elaborate. Mwambie examine. Hallelujah. Okay, nichotaka tutafakari hapa tunapoanza kutazama kipengele cha leo. Nataka tutafakari pamoja, how comes Yesu aongozwe na Roho Mtakatifu alafu aende nyikani, mahali ambapo anajaribiwa na shetani. Ameongozwa na Roho Mtakatifu, na nilitegemea kwamba ukiongozwa na Roho Mtakatifu hawezi akakupeleka mahali pa kujaribiwa. Lakini Yesu amejawa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu yuko juu yake na amejaa ndani yake, lakini anamchukua Yesu, anamuongoza, anampeleka mahali pa kujaribiwa. Alafu aliyeandaliwa kumjaribu Yesu ni shetani. Na kwa lugha ya somo hili tumesema, kabla Mungu hajakupeleka kwenye destiny yako, hapa katikati atakuandaa. Na nilizungumza pia, usimchagulie Mungu mtu ambaye atamtumia kukuandaa. Yesu, mtu aliyeandaliwa kumwandaa ni shetani, ndiye ameandaliwa. Na Roho Mtakatifu anampeleka nyikani,
mahali ambapo shetani ameshaandaliwa kwa ajili ya kumjaribu Yesu. Shetani ameshaandaliwa kwa ajili ya kumtrain, ndiye mwalimu wake. Sasa usiniulize inakuaje, lakini ndiye mwalimu aliyeandaliwa kumwandaa Yesu kwa ajili ya hatima yake. Na shetani alipokuwa anamjaribu Yesu, kitu cha kwanza alimchallenge juu ya uwana wake kwa Mungu. Anamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya yawe mkate tule. Wakati Mungu alipokuwa ananisemesha vitu vya kiutumishi, aliniambia changamoto tunayokutana nayo kizazi chetu cha leo, hasa vijana na watumishi ambao Mungu anatuinua kwenye haya majira. Cha kwanza, hatuna uhakika na uwana wetu kwa Mungu. Na tumefika mahali kuprove, tunataka tuwaonyeshe watu kwamba mimi ni mwana wa Mungu kwa kugeuza mawe yawe mkate. Na tunatumika kwenye kizazi ambacho ili waamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu mpaka ugeuze mawe yawe mkate. Na usipogeuza mawe yakawa mkate, kuna watu wengi wataanza kusema, huyu sio mtumishi, huyu sio mwana wa Mungu. Mungu aliniambia hivi, swala la kuwa mwana wa Mungu halihusiani na wewe kufanya muujiza, halihusiani na wewe kugeuza mawe yawe mkate. Ugeuze jiwe liwe mkate, usigeuze jiwe kuwa mkate, uwana wako kwa Mungu unabaki vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna watumishi wengi wa kizazi hiki tumebaki hapo kuprove watu kwamba mimi nimeitwa, mimi ni mwana wa Mungu. Kwa nini? Tunataka tugeuze mawe yawe mkate. Lakini shetani, Yesu alijua ya kwamba nigeuze jiwe liwe mkate lisiwe mkate, mimi ni mwana wa Mungu na nimetumwa na Mungu. Na ndiyo Yesu anamjibu shetani, anamwambia, no, mtu hataishi kwa mkate tu. Mkate uwepo na usiwepo, mtu hataishi. Lakini angekuwa mtumishi wa kizazi hiki cha leo, angeanza kuomba jiwe liwe mkate ili amuonyeshe shetani ya kwamba I'm a son of God, mimi ni mwana wa Mungu. Lakini Yesu anamwambia mtu hataishi kwa mkate tu. Lakini nilichotaka nikuonyeshe, hichi kikombe ambacho Yesu amepelekwa kukinywea kule jangwani, kilikuwa kimebeba makusudi ya Mungu, lakini pia kilikuwa kimebeba makusudi ya nani? Ya shetani. Na kama Yesu asingeelewa makusudi ya Mungu juu yake, na kama asingejua makusudi ya shetani kwenye hicho kikombe, uwe na uhakika kwenye hii saa ya kujaribiwa, uwe na uhakika angekosana na Mungu. Angemaliza siku 40, lakini shetani ametimiza mapenzi yake, amemuondoa kwenye kusudi la nani? Kwenye kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono kama unanielewa. Kwa hiyo nitaka nikuonyeshe hapo, kama ili jaribu lisingekuwa limebeba makusudi ya Mungu na shetani, usingemuona Mungu kwenye hilo jaribu na usingemuona shetani kwenye hilo jaribu. Kwenye hichi kikombe ambacho Yesu anapaswa akinywe, unamuona shetani na unamuona na Mungu kwenye hicho kikombe. Kwa hiyo inahitaji sana Yesu kuelewa kusudi la Mungu la yeye kupita kwenye hicho kikombe. Na kama akimesa tu kidogo, makusudi ya shetani yanasimama. Na kuna watu wengi tumepita saa ya kuvinywea vikombe, tukaliacha kusudi la Mungu na tukabeba kusudi la nani? La shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka tufuatane pamoja, na pale baadaye tutakuwa na maombi, na ninatamani unisikilize vizuri, na kuna mahali tunaenda pazuri. Sema amen. Sasa andika kitabu cha Mwanzo 50 mstari wa 20. Mwanzo 50 na ule mstari wa 20. Mwanzo 50 mstari wa 20. Kuna mahali pazuri tunaenda ambapo natamani unisikilize vizuri.
Mwanzo 50 na ule mstari wa 20. Fungua hapo tusome pamoja. Msaidie jirani yako anayeangalia yaliyomo. Anaangalia yaliyomo. Sasa kitabu cha Mwanzo kiko baada ya kitabu cha Yohana Mbatizaji. Kama umepaona sema amen. Aya, tusome kwa sauti kubwa twende. Mbona usome? Kuna mtu bado anatafuta? Msaidie anayetafuta. Mwanzo 50:20. Alafu tunasoma kwa sauti kubwa. Aya 1, 2, 3 twende kwa sauti. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa. Rudia tena kwa sauti. Bali ninyi. Aturudie tena kusoma kwa sauti. 1, 2, 3 twende. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yusufu anazungumza. Na wale tuliofuatana pamoja nilikwambia, baada ya Yusufu kufika kwenye hatima yake, ameshafika kwenye destination yake. Tayari ameshakuwa waziri mkuu wa Misri. Tayari ameshaanza kuwa majibu kwenye kipindi cha njaa. Maandiko yanasema na ndugu zake wale waliomuuza, na wao njaa ikawa kali, wakakimbilia Misri. Walipofika Misri, walipokelewa na ndugu yao Yusufu. Na Biblia anasema walipomuona Yusufu aliwatambua, lakini wao hawakuweza kumtambua. Kwa nini? Hawakuwahi kuwaza kwamba ndugu yetu yule tuliyemfanyia mabaya na kumuuza, kuna siku atakuja kuwa majibu kwetu. Hawakuwahi kufikiri kwamba kuna siku tutakuwa na mahitaji, tutakuwa tunahitaji msaada. Ndugu yetu yule tuliyemfanyia mabaya ndiye atakayetusaidia. Hawakuwahi kuwaza. Kwa hiyo wao wamefika pale, wanamuona Yusufu. Naamini walijua labda pengine ni ndugu yake na Farao, kwa sababu waliamini nyasifa kubwa kama hiyo hawezi kuichukua mgeni. Kwa naamini waliamini tu labda atakuwa ni mtu wa Misri, atakuwa labda na undugu na Farao. Lakini Biblia anasema Yusufu aliwatambua, wao hawakuweza kumtambua. Na baadaye Biblia inasema Yusufu akajitambulisha kwao. Alipojitambulisha kwao, wakaanza kuogopa. Wakakumbuka mabaya waliomfanyia Yusufu, na wakasema tumeisha. Lakini Yusufu anawaambia msiogope kwa kuniuza huku. Yale yote mlionifanyia, Yusufu anasema ni Mungu alikuwa ananipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Na Yusufu huyo ndiye anayesema nanyi kweli mlinikusudia mabaya. Wakati mnafanya yote mlionifanyia, mlikuwa mmebeba makusudi mabaya. Na tunajua kusudi lolote, ukiona mtu yoyote anakufanyia jambo baya, hata kama ni mtumishi, uwe na uhakika shetani yuko ndani yake. Na utaniuliza mtumishi, how comes mtumishi shetani amwingie? Kamuulize Petro ambaye yuko kwenye msafara wa Yesu. Petro ambaye ametumika na Yesu. Lakini shetani hakuogopa kwamba Petro yuko kwenye msafara wa Yesu. Anamwingia shetani. Na Yesu akaelewa ya kwamba huyu sio Petro wa siku zote. Akamwambia nenda nyuma we shetani. Aligundua huyu sio Petro, shetani amemwingia. Kwa hiyo ukiona mtu yoyote anakufanyia ubaya mahali popote, hata kama amevaa kanzu ndefu, uwe na uhakika huyo mtu tayari shetani ameshamwingia. Na ndio maana maandiko yanasema si kila mtu asemaye Bwana Bwana ataurithi uzima wa milele.
Tunaweza tukavaa makanzu marefu, tukabeba vitabu vikubwa vya Biblia na misalaba mikubwa, lakini ndani yetu Mungu ameshakimbia muda mrefu. Shetani ndiye amegeuza moyo wa huyo mtu kuwa kiti chake, kwa sababu Mungu hawezi kukufanyia ubaya. Mungu hawezi kukuwazia mabaya. Mungu hawezi kukukusudia mabaya. Kwa kama Yusufu anasema, nanyi kweli mlinikusudia mabaya, uwe na uhakika aliyekuwa nyuma ya hayo mabaya alikuwa ni adui. Tunaenda pamoja? Alafu anasema, mlipokuwa mnanikusudia mabaya, na Mungu pia aliyakusudia kuwa mema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapotazama kipengele hiki leo, nataka tuangalie mambo mawili tu, alafu tupate nafasi ya kuomba. Jambo la kwanza, andika kikombe alichokinywea Yusufu kilikuwa kimebeba makusudi ya aina mbili kwa wakati mmoja. Kikombe alichokinywea Yusufu kilikuwa kimebeba makusudi ya aina mbili at the same time, kwa wakati mmoja. Andika haraka. Kikombe alichokinywea Yusufu kilikuwa kimebeba makusudi ya aina mbili kwa wakati mmoja. Kusudi la kwanza, andika, ni kusudi la Mungu. Kusudi la kwanza ni kusudi la Mungu. Na kusudi la pili, andika, ni kusudi la adui au la shetani. Kusudi la kwanza ni kusudi la Mungu, na kusudi la pili ni kusudi la shetani. Nataka uwe na ufahamu, unapopita saa ya kukinywea kikombe, lazima ujue hicho kikombe kimebeba kusudi la Mungu, lakini pia na ndani yake kimebeba na kusudi la shetani. Na kama usipokuwa mwangalifu, badala ya kuvuka hicho kikombe ukaenda kwenye kusudi la Mungu, manake hatima ya Mungu, unaweza ukavuka hicho kipindi cha kukinywea kikombe na hatima yako ikawa imevurugika, na kesho yako ikawa imevurugika kabisa. Na tuna watu wengi ambao tunawafahamu kwenye maisha ya kawaida, ambao walipopita saa ya kujaribiwa, walipovuka hiyo saa, na maisha yao yameharibika. Lakini kumbuka mstari tuliosoma, ulishauandika, wa Petro wa kwanza 5:10, usiandike tena, tumeshaandika. Anasema, na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele, anasema, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza, atawathibitisha na kuwatia nguvu. Kwa hiyo kama ni kikombe ambacho kimebeba kusudi la Mungu peke yake, baada ya kukinywea, ukishamaliza kukinywea, anakutengeneza. Tunaenda pamoja? Ukishamaliza kutengenezwa, anakuthibitisha, na ukishamaliza kuthibitishwa, anakutia nguvu. Maana yake anakupeleka kwenye hatima yako. Lakini adui akishaingilia kati baada ya kuteswa, maana yake unaharibikiwa, na ndiyo makusudi ya shetani. Na ndiyo maana unahitaji kujifunza haya mambo uweze kuelewa. Na ndiyo maana hata Yesu wakati alipokuwa anakinywea kikombe anajaribiwa, aliyeandaliwa kumtrain au kumwandaa ni shetani. Na kama asingekuwa na ufahamu, angemaliza zile siku 40 nyikani baada ya pale, na huduma yake ingekufa. Lakini asante, Yesu alielewa kwamba hili jaribu limebeba kusudi la Mungu ndani yake, lakini pia na shetani ana kusudi. Kwa sababu kama Yesu angetii akamsujudia shetani, kuanzia saa hiyo angekuwa amedisqualify
kubeba ule utumishi uliokuwa mbele yake. Kama angeingia kwenye jaribu la kugeuza mawe yawe mkate ili amuonyeshe shetani kwamba mimi ni mwana wa Mungu, nina nguvu, pale pale angekuwa ameshaondoka kwenye kusudi la Bwana. Lakini alielewa kwamba hiki nachokipitia ndani yake kina kusudi la Mungu na kina kusudi la nani? La shetani. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina kama mnanielewa. Mbona leo mnatia huruma? Tazama jirani anavotia huruma, muulize mbona unatia huruma leo? Haleluya. Sasa andika kusudi la Mungu juu ya Yusufu. Kusudi la Mungu juu ya Yusufu ilikuwa ni kupima moyo wa Yusufu na kumwandaa kwa ajili ya hatima iliyoko mbele yake. Kusudi la Mungu maana yake la kuruhusu akinywe kikombe, usije ukasahau. Kusudi la Mungu la kuruhusu Yusufu anywe kikombe alichokinywea. Utaniuliza kikombe kipi? Cha kuchukiwa na ndugu zake, kuuzwa na ndugu zake, kufanyiwa mambo yote aliyofanyiwa mpaka anakuwa waziri mkuu. Kusudi la Mungu la kuruhusu yote hayo, Mungu alikuwa anapima moyo wa Yusufu. Alikuwa anapima moyo wa Yusufu na kumwandaa kwa ajili ya hatima iliyoko mbele yake. Kisha maliza kuandika macho baoni, nikupe ushuhuda wangu, naamini utaelewa vizuri. Mungu alikuwa anapima moyo wake. Moja ya kitu ambacho kabla Mungu hajakupeleka kwenye hatima yako anapima ni moyo wako. Na somo la jana tuliishia njiani kwa sababu ya muda, lakini nitaka jana kukufundisha kama tungemaliza pointi zote. Lengo langu kubwa la jana ilikuwa ni kuelewa kwamba kwenye Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 4, Mungu alimwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka mahali nitakapokuonyesha. Alafu anampa ahadi, anamwambia nami nitakubariki, nitalikuza jina lako, nawe utakuwa taifa kubwa, na watu wote pia watabarikiwa kupitia wewe. Anambia nawe utakuwa baraka. Kwa ameambiwa kwenye Mwanzo 12 akiwa na miaka 75. Na kile alichoambiwa kwamba nitakubariki, na tunafahamu Ibrahimu ni baba wa imani, lakini si tu baba wa imani, mataifa yote tunabarikiwa kwa baraka za Ibrahimu, ndani yake Kristo. Lakini ili aweze kufika kwenye hiyo hatima ya kubeba baraka za mataifa, ilikuwa ni lazima akinywe kikombe. Na wakati Ibrahimu anaambiwa toka wewe, nitakubariki, nitakupa na uzao, Ibrahimu alijua nikitoka tu, nikishafika mahali aliponiambia nitapata watoto, nitabarikiwa. Lakini haikuwa hivyo kama alivyokuwa anafikiri. Baada ya kuambiwa, hapa katikati aliishi miaka 25 bila kupata mtoto. Na baada ya kupata mtoto, Mungu akataka kumpima Ibrahimu, ajiridhishe kwamba leo nimempa mtoto. Kumpa mtoto ni kituo tu cha kule nakompeleka. Okay, hapa ngoja nikueleze hivi unielewe kwa haraka. Kwa mfano, kama Mungu anataka kukupeleka Dar es Salaam, ukipanda labda train ya SGR Dar es Salaam hapa Dodoma, kabla hujafika Dar es Salaam, hapa katikati njiani kuna vituo vidogo vidogo, si ndio? Na kwa mfano kuna treni ambayo yenyewe inasimama Morogoro tu, na nyingine inaenda moja kwa moja. Sasa Mungu hakupeleki moja kwa moja. Akikutoa Dodoma, utafika kituo cha Morogoro,
utapozi kwanza kidogo, lakini destination yako ni Dar es Salaam. Kuna watu akifika hapa labda Morogoro anaridhika na kuona kwamba tayari ameshafika, kama ambavyo Yusufu alipofika kwenye nyumba ya Potifa na akapewa na cheo, aliona tayari ameshafika. Amepewa cheo, amepata kibali. Moyoni, moyo wa mwanadamu umeumbiwa hali ya kuridhika. Na Ibrahim baada ya kupata mtoto ambaye ni Isaka, ninaamini moyo wake uliridhika. Kama ambavyo kuna watu wengi ambao Mungu anakuandaa leo kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini kabla hujafika huko atakupitisha kwanza kusimamia duka la mwingine, na unaweza ukalipwa vizuri, ukapewa na marupurupu, moyo ukaridhika, ukaona kama vile umefika. Sasa Mungu anachofanya, akiona kuna mahali umefika na umeridhika, alafu yeye anaangalia, mbona nakompeleka ni pakubwa kuliko mahali alipo? Mbona nachomuwazia ni kikubwa kuliko mahali alipo? Mbona amefika tu hapo, moyo wake umeridhika, anaona tayari ameshafika. Lakini Mungu anasema, nayajua mawazo nayomuwazia. Hapo mahali nimempitisha aonje tu neema, aonje utamu wa kule na kumpeleka, lakini bado sio kwamba amefika. Kwa nini ameridhika? Mungu akiona umeridhika, anachofanya anaruhusu tukio likupate ambalo litakufanya uondoke hapo, whether you like or not. Utaondoka. Kamuulize Yusufu. Amefika kwa Potifa, alijua ataishi maisha ya utumwa. Ameingia kwenye ile nyumba ya Potifa, amepata kibali. Baada ya kupata kibali akapewa na cheo. Mmoja alipewa kazi, amepata kibali akapata na kazi. Alipopata kazi akapata na cheo cha kusimamia kila kitu cha Potifa. Kwa maisha ya mahali alikotoka na hiki alichopata hapa, hata ungekuwa wewe ungesema asante Yesu, tayari nimeshafika kwenye hatima yangu. Mungu alipoona Yusufu ameridhika, akampiga tukio la kusingiziwa kubaka. Kwa nini? Kama asiporuhusu tukio kwa Yusufu kumuondoa kwenye hii nyumba ya Potifa, aanze tena kuwaza hatima yake, sio kitu rahisi. Lakini lile tukio, pamoja na kwamba lilimuumiza Yusufu, lilimuondoa kwenye nyumba ya Potifa, likampeleka gerezani, na kule gerezani akakutana na watu wapya ambao walimconnect na ikulu ya Farao. Na ndio maana kuna watu wengi ambao Mungu aliwahi kukupiga tukio, pamoja na kwamba lilikuuma ukalalamika, ila baada ya kufika mahali fulani ulisema, kumbe bora pale nilipokataliwa, kumbe bora pale nilipochukiwa. Kwa nini? Kama Mungu asingeruhusu tukio likupate, usingetoka pale. Na kuna watu wengi matukio yasipowapata kwa Potifa uondoki. Na mimi nakuombea leo, Mungu aruhusu tukio likupate ili uondoke kwa Potifa, uende ikulu ya Farao. Amina, ni chache hapo. Wewe endelea kukaa hapo, subiri tukio. Na ndio maana kuna watu wengi sasa Mungu analazimika kutuondoa mahali baada ya kutugombanisha na watu. Baadaye ukikutana naye unamuuliza, yani nini kilitugombanisha? Naye anakuambia, kwa kweli hata mimi sijui. Lakini Mungu alijua ili uondoke hapo mpaka tukio likupate. Sasa usisubiri tukio. Mwambie jirani, usisubiri tukio. Tazame usoni kabisa, mwambie usisubiri tukio.
Mwambie ikulu ya Farao inakusubiri. Haleluya. Okay, turudi kwa Ibrahimu. Mungu alipompa Ibrahimu Isaka, akataka kuona kwamba Ibrahimu umempata Isaka, umeridhika. Mwambie jirani, umempata Isaka, umetosheka. Tazame usoni, muulize, umempata Isaka, umeridhika, umeona umeshafika? Mtoto amempata, ila kumbuka Mungu alimwambia nitakubariki nawe uwe nini? Baraka. Sasa ili aweze kumbariki, ndio Mungu akapima moyo wa nani? Wa Ibrahimu. Akamwambia huyu mtoto namtaka. Mungu alichokuwa anapima, alikuwa anapima moyo wa Ibrahimu, kwamba huu moyo umehama kutoka kwa Mungu na kuja kwenye baraka aliyokupa, au pamoja na baraka aliyokupa bado moyo wako uko kwa Mungu. Na ndio maana Ibrahimu baada ya kumtoa Isaka, Mungu anasema, Ibrahimu, kwa kuwa umesikia sauti yangu na haukunizuilia mtoto wako, katika kukubariki nitakubariki. Maana yake nimeuona moyo wako. Bwana asifiwe. Sema amina ya sauti. Amen. Sema Mungu ameuona moyo wa Ibrahimu. Sema kwa sauti, Mungu ameuona moyo wa Ibrahimu. Na okay, tuje kwa Yusufu. Na hii macho ubaoni, niangalie mimi. Sasa hii tuzungumzie vijana na wanaume tulioko hapa. Do you think kwamba kizazi cha leo umepata neema ya kufanya kazi na kuishi kwenye nyumba ya Potifa, alafu mama Potifa akupende? Si kama mnanielewa? Alafu mama Potifa akupe ofa kama aliyompa Yusufu. Unafikiri vijana wa leo ni rahisi kuchomoka hapo? Vijana wanaopenda mashangazi, vijana wanaopenda kulelewa, unafikiri ni rahisi kuchomoka kwenye hichi kikombe? To discuss. Kwa kweli hata kama ningekuwa mimi, neema ya Mungu tu inisaidie. Kumbuka Yusufu ameuzwa na ndugu zake, yuko utumwani. Hana mjomba, hana shangazi, hana binamu. Alijua Misri atateseka, lakini kuna nyumba ya kiongozi wa mkuu wa majeshi, amepata kibali hapo. Alafu mke wa mkuu wa majeshi anakuambia chagua, ukose kazi uende jela, au ufanye nachokuambia nikupe hela na kazi uendelee kufanya. Kijana wa leo asingemchagua Mungu. Angesema kwani shingapi? Na angeanza kunena kwa lugha raba sande reba shata. Tena angeanza kusema semini handsome kweli kweli, mpaka mama mkuu wa majeshi amenipigia mahesabu. Oh, thank you Jesus. Sasa angalia, Mungu anapima moyo wake, lakini pia na shetani naye yuko hapo. Ukimess up tu kidogo, unazika hatima yako hapo. Na ndio maana ni muhimu sana ufahamu, uwe umeolewa, uwe umeoa, uwe ni binti hujaolewa au ni kijana, unapovua nguo zako kulala na mwanaume au mwanamke ambaye sio mke wako au mume wako halali wa ndoa, unaiuza hatima yako. Ni kweli utaenjoy, lakini na hatima yako umeiacha hapo. Ni kweli utafurahia, lakini na hatima yako unaiacha hapo. Na kuna watu wengi zinaa imetuharibia destiny zetu. Unaweza kujiona ni handsome boy, unaweza kujiona ni beautiful, lakini unapovua nguo zako kwenye zinaa, uwe na uhakika saa hiyo hatima yako unaiuza.
Na tunapozungumza juu ya zinaa huwa tunaita sexual transmission of curse. Unapokutana na mtu ambaye sio mke wako au mume wako, yale malaana na mamikosi ya yule mtu kutoka kwenye familia unayachukua, naye anachukua mamikosi yako. Unashangaa baada ya kuanguka kwenye hiyo dhambi, mikosi inaanza na ukaufu na ukame wa kiuchumi. Alafu naanza kulaumu melogwa. Hujalogwa. Umechukua mikosi ya Juma, umechukua mikosi ya Shabani, umechukua si mikosi ya Ashura, yote umebeba. Na kuna mtu uko hapa umechota vitu vingi sana. Tazame kwanza usoni, mwambie shalom shalom. Mangali usoni, na ukiona hakusalimii na hatabasamu, ndo huyo huyo. Halo? Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu maisha yako leo yameharibika. Umeharibu uchumi wa familia kwa sababu ya upumbavu wa dakika mbili. Yusufu anasema, ni jambo gani hili la kijinga nilifanye nimkose Mungu? Unakubali kumkosa Mungu kwa sababu ya sex. Unaua destiny yako, hatima yako, kwa sababu ya ngono. Shame on you. Ninakuombea, kama unajua mahali unakoenda, moyo wa Yusufu ujengeke ndani yako. Na ujiapize moyo wako kwamba siwezi kufanya ujinga huu nikamkosa Mungu anayenipeleka mahali ambapo pamebeba baraka kubwa kuliko ya leo. Ni bora uonekane mjinga, ni bora uonekane mshamba kwa ajili ya hatima yako, kwa ajili ya future ya familia yako, kwa ajili ya hatima ya watoto wako. Na maandiko yanasema Mungu adhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Leo unafanya, hakuna mtu anayekuona, ni mbegu unapanda kwa watoto wako. Watakuwa wazinzi bara kuliko hata wewe. Na sasa hiyo utaanza kuwalalamikia, mimi sikuwa hivyo. Umesahau ulivyokuwa wewe, ulikuwa unajiona mjanja. Mungu akupe neema kwa jina la Yesu. Simwana tajirani yako aseme amina. Mwambie hii ni kwa lazima uokoke. Mwambie tulia na mume wako. Mwambie babu leka naye tulia na mke wako. Hata kama anavaa dela hilo hilo, hata kama analala na t-shirti ya chama hiyo hiyo, ndio mke wako. Maana hao mama nao wana mambo. Anaweza kalala na t-shirti ya chama. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kikombe anachokileta Mungu kinalenga kupima moyo wako, kwamba kama nikikufikisha kwenye hatima yako, hautaniacha, hautainua mabega. Nikikufikisha kwenye hatima yako, nitaendelea kuwa na nafasi ile ile kwenye moyo wako, utaendelea kuwa mwaminifu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anapima moyo wa nani? Wa Yusufu. Sema amina. Mbona mmekasirika sasa? Okay. Andika sentence hii tena, itakusaidia. Andika, kusudi la adui kwa Yusufu. Kusudi la adui juu ya Yusufu, maana yake kuruhusu kikombe kwa Yusufu au kwenye kile kikombe, ilikuwa ni kumgombanisha Yusufu na Mungu, ili akose msaada wa kimungu wa kumfikisha kwenye hatima yake. Wakati Mungu anapima moyo wa Yusufu, shetani alikuwa analenga kumgombanisha na Mungu.
ili Yusufu akose msaada wa kimungu wa kumsaidia aweze kufika kwenye hatima yake. Shetani alilenga kumgombanisha Yusufu na Mungu, ili Yusufu akose msaada wa Mungu wa kumfikisha kwenye hatima yake. Kwa mara zote kwenye kikombe hicho ambacho Mungu anahusika na shetani anahusika, Mungu yeye anapima moyo wako ili kukuandaa kwa ajili ya kesho. Shetani yeye analenga kukugombanisha na Mungu ili ukose msaada wa Mungu wa kukupeleka kwenye hatima yako. So be careful. Mwambie jirani kuwa mwangalifu. Saidia kumtikisa kabisa, mwambie kuwa mwangalifu. Shetani atakugombanisha na Mungu. Okay, pointi ya pili andika, pointi ya pili na ya mwisho, muda unakimbia kweli kweli. Pointi ya pili na ya mwisho. Andika, kama hautaomba kwa mzigo saa ya kukinywea kikombe, adui atasimamisha makusudi yake juu yako. Kama hautaomba kwa mzigo saa ya kukinywea kikombe, adui atayasimamisha makusudi yake juu ya maisha yako. Ndio maana na Yesu aliomba kwa mzigo na kwa machozi. Aliomba kwa mzigo. Kama hautaomba kwa mzigo saa ya kukinywea kikombe, shetani atayasimamisha makusudi yake juu ya maisha yako. Ndio maana mwimbaji mmoja aliimba, yupo Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, tunapoomba asikia maombi yetu. Usikiae maombi, ujibuye kwa moto. Baba umwaminifu, usikiae maombi, ujibuye kwa moto. Baba, andika kwenye daftari lako, andika saa ya kukinywea kikombe ni saa ya kuomba sana. Saa ya kukinywea kikombe ni saa ya kuomba sana. Ndio maana hata Yesu aliomba mpaka akatoka jasho la damu, kwa sababu alielewa mbele yake kuna mambo mawili, kuna kusudi la Mungu na kuna kusudi la shetani. Kama asipoomba kwa mzigo, aidha Mungu ashinde amsaidie, au shetani ashinde haribu maisha yake. Na mwimbaji mwingine akasema, heri kung'ang'ania msalaba, heri kung'ang'ania msalaba. Oh, msalaba, msalaba bila kujali. Mama ung'ang'anie msalaba, dada ung'ang'anie msalaba. Oh, msalaba, msalaba bila kujali. Baba ung'ang'anie msalaba,
Baba ung'ang'anie msalaba, oh msalaba, msalaba bila kujali. Heri kung'ang'ania maombi, heri kung'ang'ania maombi, oh maombi, maombi bila kujali. Pigia Yesu makofi mazuri. Mwimbaji mwingine alipopita saa ya kukinywea kikombe kikawa kigumu sana, na moyo wake ukajeruhiwa, kwa sababu saa ya kukinywea kikombe si saa ambayo hata ukipaka mafuta yataonekana. Ni saa ambayo unapauka, ni saa ambayo unaweza ukacheka kwa nje, lakini moyo unavuja damu. Nimeshakutana na mtu anajitahidi kucheka kwa jinsi ya kibinadamu, lakini baadaye akanifuata akaniambia, mwalimu, pale nilipokuwa nacheka nilikuwa tunaigiza watu wasijue mahali na kupita. Anasema moyo wangu unavuja damu, na alinishirikisha kitu anachokipitia ni kizito. Ndio nikaelewa moyo wa mwanadamu ni kichaka. Na ndio maana maandiko yanasema unapopita kwenye saa ya kukinywea kikombe, badala ya kulalamika, imba zaburi, imba tenzi. Sasa unaweza kujikuta unalalamika. Na huyu mwimbaji ndio akaimba, Baba yangu uliye mbinguni, naomba unigange moyo, uniponye afya yangu Baba, na roho yako Bwana nijaze. Ni kweli Bwana wewe ni mkuu sana, uweza niwa matendo makuu mimi nayaona, kwa kweli wewe. Rabo shatere basaka. Saa unakinywea kikombe, omba sana, omba. Ni saa ambayo unaweza ukaenda hata kwa mtumishi ukamshirikisha mahali unakopita. Anaweza akakwambia na kuombea, lakini akienda kulala anakoloma, hakuombei. Ni saa ambayo unahitaji kuomba. Kama unafikiri Natania, si kila mtu atajua maumivu ya kikombe chako. Si kila mtu atajua maumivu ya jaribu lako. Yesu aliwachukua kina Petro ili waende kwenye maombi wamsaidie kuomba. Lakini wakati yeye anaenda kuomba, anaomba, analia, kina Petro wamelala. Anakuja na waamsha, anawaambia, lo, nilitegemea mtanibeba kwenye maombi angalau hata risali moja, lakini mmelala. Anaenda kuomba, anarudi, anawakuta tena wamelala. Wanaweza wakatokea watu wakakwambia wanakuombea, lakini jiombee peke yako. Kwa sababu hakuna mtu atakayeelewa uzito wa jaribu lako. Hayupo. Hayupo. Nasema tena hayupo. Ndio maana ni muhimu sana kujiombea. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Kwa nini ni muhimu sana kuomba? Cheki Yesu alichokuwa anaomba. Aliomba mpaka jasho la damu, anasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, nisipokinywa, yale makusudi yako yasimame. Manake alielewa kama asipoomba makusudi ya Mungu yasimame, makusudi ya shetani yanaweza yakasimama.
Andika kitabu cha Yeremia 29:11. Raba sanda raba siki. Yeremia 29:11 anasema, for I know the plans which I have for you, declare the Lord, is the plan to prosper you, not to harm you. Nayajua mawazo, sema nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, si mawazo ya mabaya, ni mawazo ya mema. Sasa walio wengi watu nasoma huu mstari, kuna vitu watu vioni pale. Nataka nikuonyeshe. Andika, kila mwanadamu amezungukwa na mipango ya aina 3. Kila mwanadamu amezungukwa na mipango ya aina 3. Nitawaomba leo mniruhusu tuongeze muda kidogo, angalau saa 1 dakika 20 tumalize. Saa 1 dakika 20 kama mna amani. Singetamani nakaribia kumaliza, ningetamani nimalize hiki kipengele cha leo, ni muhimu, lakini na muda nao unakimbia. Gabe sema dakika 20, hatuna shida, tumalize saa 1 dakika 20. Oh, amen. Asante. Kwa zikifika utaniambia, mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo kila mwanadamu amezungukwa na mipango au makusudi ya aina ngapi? 3. Namba 1, andika, kila mwanadamu amezungukwa na makusudi ya Mungu au mipango ya Mungu juu ya maisha yake. Kila mwanadamu amezungukwa na mpango wa Mungu juu ya maisha yake. Namba 2, andika haraka. Namba 2, andika, kila mwanadamu amezungukwa na mipango yake binafsi. Namba 1 ni mpango wa Mungu juu ya maisha yake. Namba 2 ni mipango yake, makusudi yake, mawazo yake binafsi. Mawazo yako binafsi, mipango yako binafsi, malengo yako binafsi. Kwa hiyo una wazo la Mungu juu yako, una mpango wa Mungu juu yako, una makusudi ya Mungu juu yako, lakini pia at the same time una mawazo yako na wewe binafsi, una mipango yako na wewe binafsi, na una malengo yako na wewe binafsi. Namba 3, andika, ni mipango au mawazo au makusudi ya shetani juu yako. Mawazo au mipango au mikakati au malengo ya shetani au ya adui juu ya maisha yako. Kisha maliza kuandika, macho ubaoni. Na ndio maana ukishajifunza jambo hili, kila siku kiamka hautaacha kuomba kwamba let your will be done. Mapenzi yako yasimame leo kwenye maisha yangu. Kwa nini? Umezungukwa na makusudi ya Mungu, makusudi ya kwako na makusudi ya shetani. Na Yesu alipokuwa naomba, alielewa kwamba nimezungukwa na malengo 3 au mipango 3. Mpango wa Mungu ni akinywe kikombe. Mipango yake yeye kama mwanadamu ni kikombe kimwepuke. Umenisikia nilichosema? Yeye kama yeye, yani ingekuwa kwamba ni kwa utashi wake, kikombe kingefanyaje? Kingemwepuka. Sasa angalia, na shetani na yeye alikuwa pale, ana malengo yake. Anajua huyu jamaa akibeba mapenzi ya Mungu amfinished. Kwa na shetani naye ana malengo yake pale ya kumuondoa Yesu kwenye makusudi ya Mungu. Na ndio maana alipoenda kuomba, cheki, ameomba pamoja na kwamba ana mipango yake na
shetani na mipango yake, aliomba kwamba Bwana, let your will be done, mapenzi yako yasimame, mapenzi yako yasimame. Na ukisoma habari ya Yusufu, kama anasema nanyi kweli mlinikusudia mabaya, maana yake Yusufu alikuwa na makusudi yake kama mwanadamu, lakini pia alikuwa na kusudi la Mungu, na shetani na yeye alikuwa na kusudi. Na kusudi la shetani ilikuwa ni kudestroy maisha ya Yusufu, na mara zote makusudi ya shetani ni kuharibu maisha ya mwanadamu. Hakuna siku shetani amewahi kukuwazia mema, haipo. Na shetani anapotaka kutimiza makusudi yake, anakuletea maneno matamu. Nenda kwa Eva, mwambie, atamuuliza, atakwambia. Shetani alienda alimwambia Eva, you know you are a beautiful woman. Anamwambia Eva, nikiangalia macho yako nasikia kushiba. Eva, nikiangalia miguu yako, oh yes. Alafu anamwambia ati Mungu alisema. Na ndio maana shetani akitaka kuharibu ndoa ya mtu, akitaka kumvuruga mwanamke, anainua mwanaume atakuja kukusifia kuliko mume wako, na utaingiwa na upepo na utajiona mzuri. Kumbe shetani anataka kutimiza mapenzi yake hapo. Na mama uliyoolewa, mwanaume yeyote anayekusifia kinyume na mume wako is a devil. Kimbia, usicheke, kimbia. Mmenisikia nilichosema? Kimbia, usicheke. Kiona mwanaume kila siku anakuja anakuambia we mlembo, mume wako ana bahati, we jichekeshe tu, is a devil, ni mtego. Mwambie, tangu nazaliwa najijua kwamba mimi ni nani. Sasa wewe anza kujichekesha chekesha. Jichekeshe tu. Alafu baadaye ukija kutubu unasema shetani alinidanganya. We kwa nini udanganyike? Kwamba hujui kama we ni mlembo. Tazame mamulie kane muulize, wewe hujui kama we ni mlembo? Waone kwanza sura zenu. Walembo. Haleluya. Punga mkono wako namna kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina kama mnanielewa. Haleluya, haleluya. Sasa andika sentensi hii, andika mara zote mipango ya mwanadamu. Andika mara zote mipango yako kama mwanadamu inakupeleka kwenye uharibifu. Mara zote mipango yako kama mwanadamu, mawazo yako kama mwanadamu yatakupeleka kwenye uharibifu. Mapenzi yako ya kibinadamu yatakupeleka kwenye uharibifu. Kwa sababu tunafahamu mara zote roho inashindana na mwili. Roho inashindana na mwili. Roho inatamani kuyafanya mapenzi ya Mungu, lakini mwili unatamani utimize tamaa za kibinadamu. Kwa ukiufuatisha mwili wako au akili zako za kibinadamu, utaishia pabaya. Ndio maana kila siku lazima uombe, let your will be done. Mapenzi yako Baba, mapenzi yako kwenye biashara yatimizwe. Mapenzi yako kwenye huduma yangu yatimizwe. Mapenzi yako kwenye huduma yangu yatimizwe. Mapenzi yako kwenye mahusiano yangu yatimizwe. Omba mapenzi ya Mungu ndio yatimizwe. Tunaenda sawa? Sema amina. Andika pia makusudi au mapenzi ya adui juu yako ni kuharibu kesho yako au hatima yako. Makusudi ya adui au ya shetani juu ya maisha yako ni kuharibu kesho yako au kuharibu hatima yako. Andika haraka, tunakaribia kumaliza. Sasa
Baada ya kuandika macho ubaoni, napomaliza tuingie kuomba kwa dakika kama kadhaa hivi. Macho ubaoni, kuna kitu cha muhimu sana ambacho nilitamani nisikiache leo. Ndicho ambacho tunaenda kuomba. Kumbuka tulianza na Mwanzo 50:20. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyageuza kuwa nini? Mema. Nataka tuone makusudi ya shetani juu ya Yusufu. Ndicho nachotaka tuone. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu akayageuza kuwa mema. Shetani aliporuhusu mapenzi yake yaanze kutembea kwa Yusufu, nini alichofanya? Eneo mojawapo alilofuatilia kwa Yusufu ni vazi. Sema vazi. Sema kwa sauti vazi. Mbona useme kwa sauti? Sema vazi. Haleluya. Kwa nataka tufuatilie kitu cha vazi. Kwa nini cha kwanza alicho target kwa Yusufu ni vazi? Ndugu zake walipomkasirikia, walipomchukia, ule ugomvi na uadui ulipoanza kuzaa matokeo, eneo la kwanza kabla ya kumuuza, eneo la kwanza walilofuatilia ni vazi. Ndicho kitu shetani alichoanza kufuatilia. Na lazima ujiulize kwa nini alifuatilia kwanza vazi. Na kuna mistari nitakupa, tutaisoma alafu nitaeleza tu vitu vichache na tutakuwa tunamaliza. Sema amen. Andika Mwanzo 37 mstari wa 3. Mwanzo 37 mstari wa 3. Alafu andika Mwanzo 37 mstari wa 18 mpaka wa 24. Mwanzo 37 mstari wa 3. Mwanzo 37 mstari wa 18 mpaka ule wa 24. Alafu Mwanzo 39 mstari wa 11 mpaka wa 20. Mwanzo 39 mstari wa 11 mpaka wa 20. Alafu Mwanzo 41 mstari wa 14. Mwanzo 41 mstari wa 14. Nitakusomea haraka haraka ili tukimbizane na muda. Mwanzo 37:3 anasema hivi: basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanae wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Sema akamfanyia kanzu ndefu. Sema kwa sauti, akamfanyia kanzu ndefu. Tunafahamu Israeli ni mzee Yakobo, si ndio? Si mnafahamu? Mungu alibadilisha jina la Yakobo akamwambia kuanzia leo utaitwa nani? Israeli. Sasa ili uweze kuelewa kwa nini mtoto ambaye Yakobo anampenda anamtengenezea vazi, ni kwa sababu na Yakobo ili afanikiwe kimaisha aliiba vazi la nani? La Esau. Si tunakumbuka watu wa Mungu? Semeni amina basi kama mnanielewa. Sema amina yenye sauti. Si tunakumbuka kwamba Yakobo alipoiba vazi la Esau ndipo akabarikiwa na nani? Na baba yake. Kwa na yeye mtoto anayempenda alielewa ili aweze kufanikiwa lazima huyu mtoto awe na kitu kinachoitwa nini? Vazi. Sema vazi. Sasa baada ya kumfanyia vazi, ndio Yusufu anaota ndoto. Kwa nini zile ndoto zisije kabla hajatengenezewa vazi? Manake hili vazi lina kitu cha kiroho limebeba. Tunaenda sawa? Na baada ya kuota zile ndoto ndio wanamchukia. Sasa angalia Mwanzo 37 uone kilichotokea pale. Mwanzo 37 mstari wa 11 na wa 20. Mwanzo 37 mstari wa 11 na wa 20. Nitakusomea tu michache alafu nitakuelezea. Ule mstari wa 11 Mwanzo 37 anasema ndugu zake wakamuhusudu, bali baba yake 18 mpaka 24. Mwanzo 37 18 mpaka 24. 18 mpaka 24 anasema wakamuona tokea mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana ndoto anakuja, haya twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Ukienda ule mstari wa 23
anasema ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa. Sema wakamvua. Sema kwa sauti kubwa, wakamvua. Kwa baba amemvarisha. Hao watoto walipobeba kusudi la adui, wamemvua nini? Kanzu. Tunaenda sawa? Baada ya kumvua kanzu, kasome hapo, ndio wanamtupa kwenye birika. Kwa ametupa kwenye birika akiwa ameshavuliwa kanzu. Na ndio maana kuna watu mna hatima kubwa mbele yenu. Adui anachowinda cha kwanza ni vazi lako. Na kuna watu wengi huwa wanaotaga, pengine anaota yuko uchi, anaota amepoteza nguo, na akiamka anasema ni ndoto tu. Mungu anajaribu kukusemesha ya kwamba una vita ya hatima, na eneo mojawapo adui ambalo ameshambulia amekuvua vazi. Na Yusufu cha kwanza alivuliwa vazi. Na hata alipoenda Misri, baada ya kufika Misri kwenye Mwanzo 39, nenda kasome hiyo mistari niliyokupa. Mimi nitakuelezea kwa sababu ya muda. Amefika Misri, amepata cheo, ameajiriwa. Bandiko yanasema baada ya mambo hayo, mke wa Potifa akamtamani, akamwambia Yusufu, lala na mimi. Yusufu alipogoma, mke wa Potifa naye akashikilia nini? Vazi. Sema vazi. Kuna pale pia Yusufu akapoteza nini? Vazi. Tunaenda sawa? Na Mungu alipotaka kumsaidia Yusufu kwenye Mwanzo 41:46 tulisoma pale, si ndio? Alituma watu wakamtoa jela, akaenda akanyoa nywele, si ndio? Alafu akabadilisha mavazi. Sasa swali linakuja, kwa nini vazi? Kwa nini vazi? Ni kwa sababu vazi limebeba baraka ya kukusaidia kwa ajili ya hatima yako. Sema amina kama mnanielewa. Mwambie jirani, vazi limebeba hatima. Mwambie vazi limebeba baraka. Andika hiyo sentence, andika kwa nini vazi. Andika hilo swali kwanza, kwa nini vazi? Kwa nini vazi? Nina sababu nyingi, lakini nikupe moja tu, alafu tuingie kuomba. Andika, ni kwa sababu vazi limebeba baraka ambayo ina nguvu ya kukusaidia uifikie hatima yako. Vazi limebeba baraka. Vazi limebeba baraka ambayo ina nguvu ya kukusaidia uifikie hatima yako. Andika Mwanzo 27 mstari wa 24 mpaka wa 29. Mwanzo 27 mstari wa 24 mpaka wa 29. Mwanzo 27, 24 mpaka 29. Ukishamaliza kuandika macho baoni, tunamaliza, alafu tupate dakika 20 za maombi mazito hapa. Macho baoni, macho baoni. Kwa nini vazi? Ni kwa sababu vazi limebeba baraka ya kukusaidia uweze kuifikia hatima yako. Unisikilize, Mungu akitaka kumuinua mtu, cha kwanza anachompa sio material things. Cha kwanza anachompa ni baraka. Na ndani ya ile baraka ndio kuna vitu, kuna aina ya kila kitu ambacho unakihitaji. Na ndio maana unahitaji kuinuka kimaisha au kufanikiwa, unahitaji kuipata baraka. Na ndio maana dunia nzima kila mtu anapambana aipate baraka. Na kwenye kitabu cha Kutoka anasema, kwa maana Mungu ndiye atupae nguvu za kupata utajiri. Kwa kabla hajakupa utajiri, anakupa nguvu ya kupata utajiri. Na hiyo nguvu inaitwa baraka, blessings. Na hiyo baraka ikishatamkwa kwenye maisha yako, kuna vitu vitaanza kufunguka vyenyewe. Kwa nini? Baraka inatajirisha. Baraka inatajirisha.
Na adui akishaiba vazi lako, ameiba baraka yako. Ningekuwa na muda ningekusomea. Ili Yakobo aweze kuinuka kimaisha ni mpaka alipoiba vazi la Esau. Baada ya kuiba vazi la Esau, ile saa anaenda kwa Isaka. Kabla hajambariki, Isaka alimwambia, mwanangu sogea karibu ili nikubusu. Aliposogea karibu ili Isaka mbusu, maandiko yanasema akasikia harufu nzuri ya mavazi ya Esau. Ndio akafungua kinywa, akatamka baraka. Akasema, tazama harufu ya mwanangu ni kama shamba alilolibariki Bwana. Kwa hiyo Isaka alikuwa habariki mtu, alikuwa anabariki nini? Vazi. Tunaenda pamoja? Kwa yeyote anayeiba vazi lako kwenye ulimwengu wa roho, anaiba na baraka yako. Na ndio maana hizi baraka kwenye hii familia ya Ibrahimu, kwa watoto wa Isaka, baraka zilitakiwa kwenda kwa Esau. Lakini alipoibiwa vazi lake, na zile baraka zikahama kutoka kwa Esau zikaenda kwa Yakobo. Na yule mzee alielewa kabisa kwamba anauliza mara mbili, mbona sauti ni ya mwanangu Yakobo? Nini kimetokea? Manake alielewa, lakini akawa anasubiri. Kuna kodi moja ambayo aliamini kama ni Yakobo hawezi kuijua, kodi ya vazi. Alipomwambia karibu, sogea karibu nikubusu, alielewa hii kodi hakuna mtu anaifahamu isipokuwa Esau. Lakini kumbe mama yao Rebeka alikuwa anajua. Akaenda chumbani kwa Esau, akaiba mavazi ya nani? Ya Esau. Na ndio maana pamoja na dauti zote, hofu yote aliyokuwa nayo Isaka, aliposikia harufu ya mavazi ya Esau, akasema no matter ni Esau au sio Esau, ila kwa sababu ya hili vazi lazima niachilie baraka. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono wako namna hii. Kwa kila mahali shetani alipokuwa anamvua Yusufu vazi, manake alikuwa anamnyang'anya kesho yake, alikuwa anamnyang'anya hatima yake. Na ndio maana kwa sababu Mungu anampenda Yusufu, alipotoka jela alimvua mavazi yote waliomvalisha, akamvalisha vazi jipya. Sema amina kama mnanielewa. Sema haleluya. Tunapoingia kuomba, nikupe ushuhuda huu. Nilikutana na dada mmoja, alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni kubwa sana hapa Tanzania. Sasa huyu dada alikuwa amepewa kuwa meneja wa hiyo kampuni nchi nzima. Siku moja akaota ndoto. Ameota ndoto, amekaa kwenye kile kiti cha kuzunguka. Akaota kuna kijana kwenye ile kampuni wanafanya naye kazi. Akaota amekuja anamvua koti huyu dada kwenye kile kiti. Ni ndoto. Amemvua koti lake lile. Baada ya kumvua, yule kijana akalivaa. Ni koti la kike ila kijana kalivaa. Dada alipoamka akasema, hii ni ndoto tu. How comes kijana avae koti la kidada? Haiwezekani. Halafu handsome boy kama yule kijana, haiwezekani. Baada ya wiki 2 vita ilianza kutokea kazini. Yule dada alitumbuliwa, na yule kijana aliyevaa koti kwenye ndoto ndiye akapewa nafasi. Kwa nini? Alipokuwa anavuliwa koti, alikuwa anaiuza hatima. Aliyemvua koti akalivaa ndiye aliyechukua baraka ya huyu dada. Na kibaya zaidi, huyu sister alihangaika miaka 7 baada ya kutumbuliwa bila kupata kazi, mpaka tulipokutana kwenye semina mahali. Na baada ya kuomba, mapepo yakalipuka, yakasema huyu dada na hatima kubwa, anatakiwa asaidie ukoo wake. Tulichopambana nacho, tulimvua, tulimnyang'anya vazi lake. Na akasema tumepambana sana kumzuia asije kwenye hii semina, kwa sababu tulijua atarudishiwa vazi. Na baada ya yale maombi amerudishiwa vazi. Hakumaliza hata wiki, alipata kazi Umoja wa Mataifa. As we are speaking,
Dada yuko Sweden. Sungempigia Yesu makofi mazuri. Leo Bwana arudishe vazi lako kwa jina la Yesu. Nasema Bwana arudishe vazi lako kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Na nilikwambia Yesu anapokutengeneza anainua watu kwa ajili yako, lakini si tu anainua watu kwa ajili yako, anakuvua na vazi la magonjwa, vazi la kukataliwa, anakuvalisha vazi jipya kwa jina la Yesu. Haijalishi ndugu zako wamesha kunyang'anya vazi, haijalishi makusudi ya shetani yamesababisha uvuliwe vazi lako, leo unarejeshewa kwa jina la Yesu. Lile vazi la biashara unarejeshewa tena. Lile vazi la kibali unarejeshewa tena. Wako wapo wanaorejeshewa hapa. Sema amina kama unanielewa. Wamekuvua vazi wakajua wamekuweza. Yesu anapokufungua leo, anakuvalisha na vazi jipya. Anakuvua na hilo vazi walilokuvalisha. Na kuna watu ambao Bwana anawavua leo. Kila aina ya vazi la kukataliwa anakuvua. Kila aina ya vazi la magonjwa anakuvua. Kila vazi linakugombanisha na watu wa muhimu kwenye maisha yako, Mungu anakuvua leo. Hakuvalishe vazi jipya leo. Hakuvalishe vazi jipya leo. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Uvalishwe vazi la heshima leo. Uvalishwe vazi la neema leo. Uvalishwe vazi la kibali leo. Hilo vazi la magonjwa likuachie. Sema amina kama unanielewa. Lolote utakalofanya likafanikiwe. Chochote utakachoshika kwa mikono yako kuanzia leo kikabarikiwe kwa jina la Yesu. Wanaopokea hapa wangesema amina. Wanarudishiwa mavazi yao wangesema amina. Pigie Bwana vigelegele. Haleluya. Yeyote aliyeiba vazi lako anarejesha. Nasema yeyote aliyeiba vazi lako leo anarejesha. Hajajua ya kwamba Bwana ni nguvu zako. Hawajajua ya kwamba Bwana ni msaada wako. Hawajajua ya kwamba Bwana anakuwazia mema. Pamoja na kwamba wao wamekuwazia mabaya, Bwana anayageuza yawe mema kwako. Anayageuza yawe baraka kwako. Sema amina kama unanielewa. Yusufu anasema, ni kweli mlininyang'anya vazi, lakini Bwana alinipa vazi jipya. Bwana alinipa vazi la heshima. Anakupa na wewe leo kwa jina la Yesu. Anakupa na wewe vazi la kibali tena. Mahali ulipokataliwa kuanzia leo, watakupokea tena kwa heshima. Watakupa mkono wa shirika tena. Watakukaribisha tena. Watakusemesha kwa amani tena. Maana Bwana anakuwazia mema. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Haleluya. Wangapi wananielewa hapa? Na ndio maana ukishajua kwamba Mungu ana mpango na maisha yako, fear not. Nasema ukishajua kuna mahali Mungu anakupeleka, usiogope. Kwa sababu Mungu anakuwazia mawazo ya amani. Anakuwazia mawazo mema. Maidia, hata kama wataloga ili kukuondoa kwenye kusudi la Bwana kwenye maisha yako, leo waambie sisi wengine ni unlogable. Sisi wengine ni untingishable. Sisi wengine ni unzuirikable. Kwa sababu Bwana ana mpango na maisha yetu kwa jina la Yesu. Walale wanaloga, walale makaburini wanaloga, you are unlogable kwa jina la Yesu. Walale makaburini wanaloga ufukuzwe kazi, you are unlogable. Badala ya kufukuzwa ukapandishwe cheo kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Kuna watu wameloga watu wengi sana, na wakajihakikishia kwamba wakiloga hawajawahi kukosea. Kwako uchawi wao hautakupata kwa jina la Yesu. Nasema uchawi wao hautakupata, maana Mungu ana mpango na maisha yako. Na maandiko yanasema ombea adui zako, ili unapobarikiwa, ili unapopandishwa cheo,
ili nyumba yako inapoisha, ili ndoa yako ya kifahari inapofungishwa madhabahuni, ili unapopewa cheo, unapopewa uteuzi, waone kwa macho yao. Na kuanzia leo hakuna kuomba adui afe. Nani ataona kitu Mungu amefanya? Kama adui zetu wakifa, hakuna kuruhusu wafe kabla hawajaona ukuu wa Mungu wetu. Wakifa hawajaona vitu Mungu anavyotufanyia, watajidai kwamba wana nguvu kuliko Mungu. Leo tunawaombea, hata kama Mungu alikuwa amekusudia wafe mwaka huu, Mungu awaongezee miaka. Nasema Mungu awaongezee miaka, ili wale waliosema hawezi kupandishwa cheo. Kwa nini? Kwa sababu tumeshamloga. Waone ukipandishwa cheo kwa macho yao, kwa jina la Yesu. Kwani Biblia inasemaje? Inasema hivi, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani kwangu, na kikombe changu kitafurika. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa hekaluni mwa Bwana, niutazame na kuutafakari uzuri wa Bwana. Mungu huwa hakubariki ufichoni, anakubariki machoni pa watesi wako. Wale walioroga, wale waliokufanyia figisu, wale waliokuchongea kwa bosi, Mungu anakubariki machoni pao. Mungu anakubariki machoni pao. Mungu anakubariki machoni pao. Na ndivyo itakavyokuwa kwako mwaka huu, kwa jina la Yesu. Mungu awaweke hao watesi kazini, ili saa unapewa promotion waone kwamba Mungu wako ana nguvu kuliko uchawi wao. Ili saa unapoolewa waone Mungu wako ana nguvu kuliko uchawi wao. Ili saa unapomaliza ule mjengo wako waone Mungu wako ana nguvu kuliko uchawi wao. Ungesema amina kwa jina la Yesu. Sema amina. Na kwa bahati nzuri sana, Mungu wetu huwa hahitaji vikao na wanadamu ili kutubariki. Anachokiangalia ni majira yake na kusudi lake. Yeyote anayejiona kwamba anaweza kazuia mpango wa Mungu kwenye maisha yako, iwe ana nafasi yoyote mahali popote au anatumia uchawi, hana uwezo wowote. Anaweza tu akachelewesha, ila hawezi kuzuia Mungu asikubariki. Na ndio maana maandiko yanasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, alafu ndipo mema yatakapokujia. Unamjua kwa ajili ya nini? Unamjua kwamba yeye haongozwagi na hisia za wanaokuchukia, haongozwagi na mawazo yanayokuchukia. Biblia inasema anawanyeshea mvua wema na waovu. Kwa inawezekana hao wanakuona wewe ni mwovu, Mungu huyo huyo anawabariki wema, na hawa ambao wanaonekana ni waovu anawabariki. Kwa nini? Mawazo yake sio sawa na mawazo yetu. Hahitaji kikao na mwanadamu ili kumbariki mtu. Hahitaji sahihi ya mwanadamu ili kumbariki mtu. Na ndio maana haijalishi wanakuchukia au wanakuona ufai, as long as umebeba shauri la Mungu kwenye maisha yako, fear not, usiogope. Cha kulinda, linda tu uhusiano wako na nani? Na Mungu. Uhusiano wako na Mungu unatosha. Na majira yakifika, Mungu atatimiza makusudi yake juu ya maisha yako. Whether wanataka hawataki, Mungu atakuinua. Whether wanapenda hawapendi, Mungu atakubariki, atakupa ile kazi. Wanataka hawataki, Mungu atakupa ile ndoa.
Whether wanaloga au hawalogi, Mungu atakupa ile biashara. Kwa nini? Mungu hahitaji kikao na mwanadamu ili kumuinua mtu. Na mimi nakuombea leo, majira yako yamefika ambayo Mungu afanye muujiza kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sema amina kama unanielewa. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Jesus. Raba kosha tereba saya. Tunaenda kuomba hapa. Na jana tulisema tuna sadaka maalum. Kama ukuwepo jana ukupokea bahasha, nyosha mkono wako juu zaidi tukuone, na nitaomba wahudumu kwa dakika chache tukae hizo bahasha. Tuna dakika chache tu za kuomba hapa. Naomba tukae hizo bahasha kwa haraka kwa wale ambao hawajapata jana. Tuna dakika chache za kuomba hapa. Oh, this your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus.